Naam, karibu sana katika mchezo wa ushindi na historia katika dimba la Baba Juma. Ni dabi ya zone ya 4 Manakali dhidi ya S-Sport. Ni wakati sasa wa kwenda kutawala zone ya 4. Ni wakati sasa wa kutambulisha historia, nani anakwenda kuibeba. Mchezo wa mwisho S ya pili alikufa bao moja katika uwanja wa zone ya 14, lakini pia michezo yote miwili ya mwisho amepoteza S ya pili. Mchezo wa kwanza akipoteza pale katika uwanja wa Etro Stadium, mchezo wa pili akapoteza kule katika uwanja wa Seve Stadium, na huu sasa ni mchezo wa tatu ambao wanakuja kuchuana katika uwanja wa Baba Juma. Ni mchezo wa historia, mchezo wa kubeba ule ubingwa wa zone ya 4, mchezo wa kutawala, mchezo wa kuonesha ni nani bingwa, ni nani ambaye anakwenda kuitetea zone ya 4. Ni dabi ya zone ya 4. Hii inaweza kuwa ni dabi ya mashemeji. Watu hawa wameweana, mtu anatoka huku, mtu anakwenda huku. Watu wa nyeupe au ni Manakali, lakini pia watu wa nyekundu siku zote wanakuwa ni S ya pili. Zone ya 4 wana makombe matatu tu, huku Manakali akiwa na kombe moja, huku S ya pili akiwa na kombe mbili. Lakini pia katika historia S ya pili amekuwa akipoteza sana mbele ya Manakali, na huu ni mchezo ambao una majibu ya moja kwa moja. Historia kuendelea kuwa vile vile au S ya pili kuibadilisha historia. Mchezo wa dakika 90 za maangamizi. Mimi naitwa Ishara Update. Mara ya kwanza sasa na kuletea matangazo kupitia line zetu za YouTube baada ya siku chache kuonekana sipo na sauti yangu ikiwa haisikiki kabisa. Mchezo wa kwanza ni hapa 90 za maangamizi, dabi ya zone ya 4. Tukutane na dakika 90. Nyekundu kuitawala zone ya 4 au ni nyeupe kuitawala zone ya 4. Ni muda wa kukuletea vikosi kutoka pande zote mbili. Hawa ni S ya pili wanaongozwa na Malite. Nafasi ya pili anaichukua Simon Msuva Kodesis, lakini pia yupo Asokolo Doto, Sumael Kapombe, Shomi Zeway, Charles Khalifa, Lambro Bivaki, D7, yuko Bombwe, yuko Amri, lakini pia nafasi nyingine amechukua Andre Munga Pirlo. Katika uwanja akiwa ni Lambert Bivaki. Upande mwingine ni washua kutoka zone ya 4 pia ambao ni Manakali wanaongozwa na Estash. Namba 1 mgongoni yuko Rashid Isaya, 16 mgongoni yuko Kashin Seba, 12 mgongoni Ja, namba 2 mgongoni Ramadhan, 14 yuko Iman Jean, 18 yuko Freddy, namba 3 mgongoni yuko Etozo Ives Mwalimu, namba 8 mgongoni yuko Mtange, 22 mgongoni Dunia, 17 yuko Araboko Ramadhan, namba 7 mgongoni huko bench lao Manakali likikaliwa na Alex, namba 5 Saidi, 11 mgongoni yuko Masi, 13 mgongoni yuko Mercy, namba 9 mgongoni Pepe, 20 mgongoni Ndume, namba 4 mgongoni Diedone, namba 10 mgongoni, na hao ndio wachezaji wa Manakali. Lakini pia kikosi mbele yako hapa uzi mwekundu ni S ya pili wanachukua picha pamoja. Mchezo wa dabi ya zone ya 4, historia ambazo zimejengeka siku nyingi. Historia inatueleza kwamba S ya pili amekuwa akipoteza sana dhidi ya mtani mwenzake Manakali. Ni muda sasa wa kwenda kuibadilisha historia, uzi mwekundu na uzi mweupe kutawala katika 90 za maangamizi katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Naam, karibu katika mchezo ambao umebeba historia ya zone ya 4. Ni dabi ya S ya pili na Manakali. Tayari dakika 90 zimeanza kuhesabiwa, umiliki wakiwa nao watu weupe Manakali katika uwanja wa Baba Juma. Mimi naitwa Ishara Update na hii ni Kasako Media, tunakuletea matangazo moja kwa moja. Karibu sana kushuhudia dabi. Na kwa back pass kurudi nyuma. Anakaa vizuri. Cheza mpira mrefu Rashid Isaya. Inasogeza kwa Haida tena, lakini anakaa vizuri Charles Khalifa, Shomi Zeway, Sumael Kapombe. Cheza back pass kwake Charles Khalifa na ujaza katika uwanja. Under control Ekenya Dzeko anakataliwa. Back pass Asokolo Doto. Dzeko tena namba 8 mgongoni ya Kenya. Anaumenya vizuri na kutafuta nafasi. Cheza mpira mrefu, mawasiliano ameyakataa, lakini bado anao faida Andre Munga Pirlo. Poteza mpira. Sekunde chache ni za moto kweli kweli. Ramadhan Boko anaucheza katika njia za kupita, mawasiliano yamefika. Mtange Charles Khalifa anaondosha mpira nje, ni mali ya kurusha kwa faida ya Manakali. Haujazama nje, bado ana nafasi Mtange. Cheza cross utam Bombwe, cheza back pass ya Sokolo. Maamuzi anasema kwamba ni madhambi, wananufaika S ya pili. Imekuwa ni free kick ya kwanza ya mchezo.
dakika 1 na sekunde 25 zimekatika. Anawekewa mali Bombwe. Anacheza mpira mrefu katika njia za D7. Yeye na Seba. Mpira bado unaishia nje, ni mali ya kurusha, ananufaika Manakali. Cheza back pass. Inasogezwa tena kwake Seba. Inajaza kwake Imani. Waweka pass Kijiko kurudi nyuma. Ja. Anacheza mpira mrefu uko patupu, nani wa kwanza? Cheza na kucheza pembezeni kule Martin. Andre Munga Pirlo. Katika njia zake ni Munga Pirlo. Cheza pass inayoona, pass ya macho, anaipokea Amri. Amri. Katika viunga vya chake Amri tena. Anaijaza katika uwanja na gongwa surprise pass. Kwa kuchukua Ramadhan Boko, acha back pass. Etozo anaisogeza katika njia, ni Ramadhan Boko. Kuna kuonekana Charles Khalifa bloqué le jaloux. Simon Msuva. Mpira mkoni mrefu. Captain El Capitan. Inajazwa tena Mtange. Mtange anaitafuta njia, anakataa. Charles Khalifa bloqué le jaloux. Control. Rashid Isaya. Maamuzi anatafsiri ni mali ya kurusha, anakwenda kuichukua El Capitan Msuva. Simon Doto. Simon Msuva anaicheza na Batiza, anazama nje tena, ni mali ya kurusha, anasogea miguu kadhaa S ya pili. Watu wa Msimbazi. Anawekewa tena Doto. Poteza mali Araboko. Cheza mpira mzuri kwa Hantu. Freddy anaucheza mpira mrefu katika nafasi nzuri, ni Bombo. Anaizima pale, maamuzi anaifunika, lakini bado mpira unaishi. No foul. Mpira unachezwa fair play baada ya kuwekwa chini. Bombwe. Martin Malite, uzao wa tatu wa magolikipa wa S ya pili, amecheza mpira mrefu. Charles Khalifa katika njia, ni show me the way. Sumail Kapombe under control. Sumail Kapombe anaijaza katika uwanja. Deko anaukanda katika njia. Mawasiliano mazuri yamefika. Amna connection kusua. D7 anaiacha pasi nzuri kwake Deko tena. Cheza shoot chini chini, anakataliwa. Anakaa vizuri na kuondosha ukuta wa Manakal. Katika njia ni Sumail Kapombe, anauacha mpira unazama nje, ni mali ya kurusha. Dabi ya moto. Mchezo wa historia, zone ya 4 iko hapa. Anaicheza Sumail Kapombe, show me the way. Ali Kapombe tena. Sumail cheza mpira mrefu njia za ndege. Anakaa vizuri na kucheza Haidar Ramadhan. Deko tena anawekwa chini, maamuzi anaifunika, ni foul. Wananufaika S ya pili. Washua wa Msimbazi, unaweza kuwaita wekundu, noti ya mwisho ya Tanzania. Nyuma ya mala amesimama show me the way Sumail Kapombe. Sumail Kapombe anacheza mpira mrefu ndani ya 18, wanakaa vizuri. Etozo katika njia. Simon Msuva. Amri under control. Amri tena. Umiliki kwa S ya pili unawekwa katika nafasi nzuri. Deko wakapasi fupi. Amri tena anaijaza kwa Deko under control. Anayo tena Deko, anaucheza mpira mzuri kumtafuta D7, nafasi nzuri, anakaa vizuri na kuondosha. Katika njia Kongwe Seba. Mguu wa kushoto umeishi siku nyingi katika uwanja. Under control Lambro Bivaki. Lambro Bivaki tena anaitafuta njia. Lambro Bivaki cheza kwa Andre Munga Pirlo. Familia 90 za moto, bado dakika 6 zimekatika, maamuzi anaifunika, anasema ni foul. Wanacheza Manakali. Imani kwa kuacha mpira ule, anaucheza Ja pembezoni mwa uwanja. Inako hauta pass Bapa, anakataa Charles Khalifa katika njia. Nafasi nzuri tena, wanakaa vizuri Manakali. Nafasi nzuri, njia inatafuta katika nafasi nzuri, anakataa Sumail Kapombe. Andre Munga Asokolo. Deko Kenya poteza mali. Nafasi nzuri tena, wanakaa Imani. Anatafuta njia Imani, anaiweka shoot ya chini chini. Anaiweka kwenye mikono yake salama kabisa. Martin Malite, uzao wa tatu wa magolikipa. Huyu ni mdogo wake ya Sumail Navas.
lakini pia ni mdogo wake wa Mamboleo Mboma. Imani Etozo anaicheza kwa mguu wa kushoto, anakaa vizuri Bombwe. Mpira uko juu katika nafasi nzuri, Amri anaucheza na Batiza. Amri tena poteza mpira, Seba katika njia zake, ni Seba tena. Seba hata pasi nzuri katika uwanja, anaicheza Sumail Kapombe, anaucheza katika uwanja. Imani anamkataa kwa heda, ana control kwa kuichukua Freddy katika njia na kwa tackling mbali mezama nje ni ya kurusha. Seba Freddy tena anaekewa minyama, mauza na tafsiri kwamba mpira ni wa kurusha kwa kuichukua Seba, lakini bado Freddy yuko chini katika uangalizi wa D7, mchezaji wa S ya pili. Anainuka Freddy, yuko tayari kuendelea au anakwenda nje kwa matibabu zaidi. Mpira unatemwa katika njia za Araboko. Araboko tena anaishi kwenye chak, anayekiwa minyama. Charles Khalifa anajaribu kufanya block pale, lakini mwamuzi tayari ametafsiri mpira umedhama nje, ni mali ya kurusha. Anaucheza D7, back pass kwake Sumail Kapombe, anayekiwa tena D7 1-2 kwake Sumail Kapombe, anaujaza katika nafasi. Lambert Bivaki anaukanyaga tena, Doto poteza mali katika uwanja, wanakaa vizuri. Etozo Maestro, Mwalimu tena anausafirisha, lakini anakataliwa na Andre Munga. Pirlo poteza mali, Munga Pirlo, mwamuzi anasema kwamba tuendelee, no foul. Nafasi nzuri zinatafutwa, Mtange ni offside. Offside ya pili sasa kwa mchezaji Mtange. Mpira unatengwa tena, cheza pembezoni katika njia za Simon Msuva, anaweka pasi nzuri, imefika inasogezwa kwake Andre Munga. Pirlo ni Munga, Pirlo kwenye viunga vya chak, mwili wa dhahabu, cheza kwake Deco, waka tackling, baada ya kuonekana mpira umempotea, bado anaishi chini. Wa kwanza ni Iman Jean Maestro, anaucheza katika njia za Seba. Ni Seba tena anaweka minyama, Seba safari na muziki. Ni Seba tena anajaribu kukanyaga, weka pasi nzuri kwake Mtange, nafasi nzuri inatafutwa kwake Manakali. Jaribio hili weka shot, haijakaa katika frame hile, kwenda nje, inachezwa goal kick, anaicheza Martin. Save Charles Khalifa, blokele jalo na ujaza katika uwanja. Imani anamkataa, nafasi nzuri tena Dunia anaipenyeza, kwa tackling nzuri, inawekwa pass yenye dhahabu, nafasi nzuri kwa Manakali. Nani anakwenda kufanya save? Njia nzuri ameikosa nzuri Freddy, yeye na Martin nyuma, zikiwa ni nyavu tu zinamtazama. Ameshindwa kufanya lolote kwa faida ya Manakali. Dabi ya moto, zoni ya 4 ya moto. Mpira unachezwa, goal kick mita 6, anaanza Martin. Martin anaweka katika njia za kupita, control Araboko Ramadhan. Boko Ramadhan anacheza vibasketi, anaacha pasi nzuri katika njia, inakuwa cross utamu kumpima. Martin anaujaza kwenye mikono yake, anaekewa Lambro Bivaki, control Lambert Bivaki. D7 poteza mali, Imani gonga pasi yenye viwango. Seba anaijaza ndani ya 18, anakataa Bombwe, pero anakwenda nje, ni mali ya kurusha kwa faida ya Manakali. Nerusha Seba anawekewa tena kwenda zake nje, mwamuzi anatafsiri kwamba alibabatiza, ni mali ya kurusha katika nafasi. Zeko anaigonga pasi na viwango, nafika kwake Lambert Munga. Bivaki anayaka kwake Lani, nafasi nzuri tena, njia za kupita.
Deko tena cheza na mwili, weka cross utamu kujaribu kumpima Estash, manda kwa zake nje. Cheza 1-2 lakini haijawalipa. Nacheza mita 6 kwa kucheza Estash. Kampira mfupi kwake Ja, inawekwa katika njia za Ramadhan jaribu kucheza, anapoteza mali. Nafasi nzuri kwa S ya pili, inajazwa kumtafuta D7 katika nafasi ile. Mwamuzi anasema kwamba mpira uchezwe mita 6 kwa kucheza Estash. Anawekewa tena Ramadhan, pasi fupi anaijaza kwake Freddy. D7 anapata dhahabu, nafasi nzuri kwake, mwamuzi anakataa, anasema kwamba ni foul. Imechezwa hapa kwa faida ya Manakali. Wesho ambao tunawashuhudia wakiwa na uzi mweupe. Ramadhan katika njia. D7 cheza back pass kwake Charles Khalifa. Cheza nevo anza 0. Mpira kuna zake nje, mwamuzi anatafsiri kwamba mpira ni wa kurushwa. Kwamba kuna mchezaji ambaye anaonekana kuwa na damu, lakini imetafsirika kwamba si damu. Back pass Mtange. Seba tena anaiweka juu. Mtange anaiminya katika nafasi nzuri kumtafuta Araboko. Ramadhan Boko. Bombwe jaza minyama pale, anamweka mtu nje, akiacha mpira uende nje. Cheza mita 6 kuna kuicheza Martin. Dakika 20 zimekatika, kipindi cha kwanza bado ni cha moto. Martin cheza pasi fupi kwake Bombwe. Bombwe anasogea nayo, anaomba njia na kujaza katika mwa uwanja. Kavizuri Ja Imani, pasi fupi inafika kwake Dunia, inasogezwa katika njia kwake Tozo Mwalimu, anaiweka katika nafasi nzuri kumtafuta Seba tena mguu wa kushoto ambao umeishi miaka mingi katika ulimwengu wa soka hapa kambini. Tange anapoteza mali, anamweka chini, show me the way. Sumail Kapombe, mwamuzi anaifunika, ni foul. Wananufaika S ya pili. Mpira umeanza kwa nyuma kwake Bombwe. Sumail Kapombe katika nafasi nzuri, Zeko under control, jaza minyama. Tozo anaweka misuli pale, wakapasi fupi, mwamuzi anaifunika, ni foul kwa faida ya Manakale, baada kuonekana kwamba amechezwa ndivyo sivyo. Mtange bado yuko chini akiugulia maumivu Mtange katika uangalizi wa mwamuzi wakati na mchezaji Sumail Kapombe. Ni foul, mpira umetengwa, anaucheza Seba. Nyuma ya mali akisubiri kipenga cha mwamuzi kumruhusu kucheza free kick hii. Anaweka Majalo kule, imefika kwake Mtange, mpira wa chini chini, anakataa Bombwe. D7 under control, unasogezwa tena Lambert Munga, jaribu kucheza back header, poteza mali, inawekwa shuti nzuri kujaribu kumpima Martin, mpira unakwenda nje, tachezwa goal kick. Anacheza Martin, cheza na Bombwe. Kampira mrefu Imani, Deko Kenya anaotamisha nje, ni mali ya kurusha kwa faida Manakali.
Mwalimu Etozo ana control Bombwe, anamenya vizuri na kutafuta nafasi. Bombwe tena katika njia zake, jaribu kwa mpira mrefu na kwenda nje. Ni mali ya kurusha na urusha Seba, lakini mwamuzi anatafsiri kwamba mpira urudi baada ya kuonekana kwamba cheza hivyo sivyo Araboko kwa kumsukuma mchezaji Bombwe. Kuna kucheza Sumail Kapombe. Ameruhusiwa Sumail Kapombe kucheza free kick. Mpira mrefu anaweka ndani ya uwanja. Imani anausogeza katika nafasi nzuri. Kashindi Isaya cheza kwake Fred, njia za kupita, cheza hivyo sivyo, anakaa vizuri Doto. Simon Msuva anaishi kwenye chak. Simon Msuva, mpira unawekwa juu kumtafuta Amri. Control Amri nakataliwa kwa heda kwenye chak. Mwamuzi anasema ni foul. Ananufaika ya pili Andre Munga Pirlo. Mwamuzi anamkataa, anasema kwamba mpira uwekwe chini, si kwanza kwa kubutua. Kipenga kimelia, anaipenyeza vizuri kwake Munga Pirlo. Cheza ndivyo sivyo, mali iko patupu. Bombo ya kwanza katika njia. Sumail Kapombe, show me the way, nionyeshe njia. Jaza Majalo ndani ya 10 na nafasi nzuri, ametoka Estash na kujaza kwenye mikono yake. Fantastic. Jaribio hili limesalia kwenye mikono ya Estash. Mpira unachezwa fair play, unawekwa nyuma kwake Ramadhan, anaweka juu. Show me the way, Sumail Kapombe katika njia. Andre Munga Pirlo wakapasi patupu. Cheza ndivyo sivyo, kuna kuchukua Ramadhan. Seba katika mauanja. Iman cheza mguu wa kushoto, anakataliwa. Nafasi nzuri tena, amecheza ndivyo sivyo. Mwamuzi anasema kwamba dakika 45 zimekamilika kikamilifu, huku matokeo yakiwa ni tasa 0-0 pande zote. Ni muda sasa wa dakika 15 za mapumziko kisha kurudi kumaliza kipindi cha pili. Naitwa Ishara Update, hii ni Kasako Media. Tukutane kipindi cha pili. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu sana ndani ya kipindi cha pili, dakika 45 kukamilisha dakika 90 za mangamizi. Ni uwanja wa Baba Juma katika mwisho wa kambi, huku dabi ya zone ya 4 Manakali dhidi ya wekundu wa Msimbazi S ya pili katika mchezo wa kujenga historia na kubomoa historia, huku S ya pili wakiwa nyuma katika record, wakipoteza ndani ya mechi 3, wamepoteza mechi 2. Na hii ni nafasi nzuri tena kwa kuvunja rekodi. Simon Msuva cheza kwake D7, inaminywa tena kwake Simon Msuva, nafasi nzuri. Zeko, mpira wa chini kumtafuta katika nafasi nzuri. Amri Ramadhan amekaa vizuri na kuondosha mchezaji yule. Mpira unarudi mita 6 na kwenda kuicheza Estash. Njia za kupita, na mpira mrefu katika njia za Sumail Kapombe. Shomiza anaificha kifuani, under control. Cheza na Doto wa Sokolo, mpira mfupi kwake la mbele Munga Bivak. Zeko under control, mpira mrefu tena na Kataja. Mwalimu cheza Imani, mpira mrefu akikisia tu wenda Araboko yuko pande ile, lakini mpira ule haujamlipa. Ni mali ya kurusha kwa faida ya wekundu wa Msimbazi S ya pili. Katika njia za kupita na wekiwa mali Andre Munga Pirlo, poteza mpira ule. Araboko Ramadhan kwa mpira mfupi kumtafuta Supaduni katika njia za kupita. Ni Supaduni tena, jaribu kucheza Supaduni, wanaekeana minyama kule. Araboko, faida kwa Manakali, mpira mzuri kwake Mwalimu Etozo, anawekwa chini, mwamuzi anaifunika, anasema ni foul. Wananufaika Manakali. Mpira unatengwa, anakwenda kuicheza Imani Jean Luvanga, anaweka mpira mrefu ndani ya 18, under control. Freddy anakataa katika uwanja. Ekenya na Simon Msuva
Simon na Lambro Bivaki. Munga Lambro Bivaki. Cheza mpira mzuri kumtafuta Muri. D7 katika wingu jeupe. Lambro Bivaki. Zeko Kenya. Anza sifuri kwake Sumael Kapombe Shominza way. Lambele Munga. Cheza ndivyo sivyo, faida kwa Manakali, counter attack. Super Dune anaiweka katika nafasi nzuri tena, ni Manakali. Safari na muziki Mtange. Inakuwa tackling na Charles Khalifa, bloquer Jalou. What a block. Ni Charles Khalifa. Fanya block nzuri katika safari hili ambayo alikuwa akitembea Mtange. Fantastic tackle ile. Mpira unakwenda kuchezwa kona, ikiwa ni kona ya kwanza kabisa kwa faida ya Manakali. Kona ya kwanza kabisa anaicheza Manakali. Nafasi yao ya kuijaza ndani ya nyavu za S ya pili. Inakuwa cross mkunjo. Inasogezwa kwa header tena, anaondosha nafasi nzuri, Teko anaokoa ile, anaufajia Amri, back pass. D7 under control. D7 tena katika njia zake, anaipenyeza, anakataliwa. Inakuwa pass fupi, Mwalimu Ives anaujaza mpira mrefu, Majalo mazuri katika nafasi ile, anakataa Sumael Kapombe Shominza way. Mpira umekwenda nje, ni mali ya kurusha kwa faida ya Manakali. Mwamuzi anaosubirisha mchezo kwanza baada ya kuonekana kwamba anahitajika kwenye mazungumzo na line 1 ambaye ni Valentin kwenda kumpa maelekezo zaidi. Lakini pia tunamshuhudia mchezaji Malipo akisimama katika nafasi ya kufanya sub. Back pass Imani. Umiliki kwa Manakali. Under control Seba. Anaujaza Seba mpira mrefu. Araboko. Simon Msuva. El Captain. Mpira mrefu katika njia za kupita. Zeko under control. Ekenya. Ekenya tena. Cheza back pass. Simon Msuva mpira mrefu kumtafuta Amri. Mawasiliano yatakiwa mazuri yakifika. Amri. Cheza back pass. Anawekwa chini, mwamuzi anasema kwamba no foul. Ni foul. Kipenga kimesikika baada ya kuonekana kwamba Zeko Kenya amewekwa chini. Faida kwa wekundu wa Msimbazi, S ya pili Sport. Inafanyika sabu kwa kuchukua nafasi Malipo Musantu. Anazama nje mchezaji Zeko Kenya. Nafasi yake anaichukua Malipo akiwa na uzi 15 mgongoni. Ni free kick kwa faida ya wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4 S ya pili. Kipenga kinasubiriwa na kimesikika. Inajazwa nzuri kumtafuta Stash, anaijaza mikononi mwake. Nafasi nzuri kwa kwanza kutengeneza mashambulizi kwa faida ya Manakali. Cheza kwa Ramadhan. Mpira mrefu katika njia za kupita, under control Seba. Ni Seba na utafuna vizuri ndani ya wingu. Anata pasi nzuri katika uwanja. Pasi nzuri kwake. Inatengenezwa kumtafuta Fred. Anakataa Simon Msuva, El Captain de l'équipe, mali ni ya kurusha. Nafanyika sabu nyingine. Anaingia Edward Mavambo. Edward Mavambo kwenda kuchukua nafasi ya Lambele Munga. Mpira unarushwa nao Mali. Cheza cross na Babatiza, nafasi nzuri tena kwa Manakala, na ucheza anakataa ule. Nafasi nzuri tena. Fred anajaribu kukanda. Seba na control nje ya Seba. Anaukosa. Tafsiri yake ni goal kick.
Peleke nyumbani moja kwa moja atakuwa Nacheza goal kick. Anaipokea. Mpira mrefu anaucheza Bombo yuko mtafuta Amri. Kaa vizuri. Kuna dhake nje ule. Ni kona kwa faida ya S ya pili wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4. Sabu nyingine inafanyika kwa kuchukua nafasi Zakaria Libobe kipara Wandaman. Anayekwenda nje ni Sumail Kapombe Shomizewe. Nje Sumail Kapombe, ndani ni Zakaria Libobe kipara Wandaman. Na kwa kona ndefu ndani ya 18. D7 ameitema nafasi nzuri tena ile. Oh wow. Bado Tabu yuko pale pale, acha pass. Anaimaliza na babatiza mkononi, mwamuzi anasemaje? Kitu yake vizuri, anaruka tena anaenda piga kitu kaidi. Kona. Anacheza tena Edward Mavambo. Tabu bado iko pale pale. Ni kona. Kuna kuicheza Edward Mavambo. Amecheza kona 3 ndani ya muda sawa. Edward Mavambo weka cross na kataliwa. Anaiondosha. Fred ana control. Fred tena yunweka katika njia. Ja. Counter attack wanaitengeneza Manakal. Ni Ja tena weka pass Kijiko. Anaipokea Mtange. Nyuma yake akiwa ni Charles Khalifa Blokele Jalou. Blokele Jalou Charles Khalifa anajaribu kuweka chachu pale lakini Mtange anaweka cheza vya basket kule. Poteza mahali Charles Khalifa. Simon Msuva mpira mrefu umefika kwake Amri. Amri tena. Simon Msuva anajaribu kuondosha mpira ule na kwenda nje, ni mali ya kurusha kwa faida ya Manakal. Mpira unarushwa tena katika nafasi nzuri, anakataa Doto wa Sokolo. Maamuzi ametafsiri kwamba ni foul, wananufaika Manakali. Viunga vya chaki kule. Miguu 9 inakwenda kuhesabiwa kwa faida ya wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4 S ya pili. Ni kitenga kinasubiriwa, mpira tayari umetengwa. Anasimama Ives Mwalimu Etozo. Ameruhusiwa. Weka Majalo ndani ya 18 kwenda kujaza mikono na ameukosa, unawekwa tena. Mwamuzi anaifuta. Ni kamba. Au mwamuzi anasemaje? Ameikataa Valentin au ni kwenda katikati? Kishika bendera amekataa, akitafsiri kuna madhambi yamefanyika, lakini tayari mwamuzi alikuwa amepeleka mkono katikati, ishara ya kwamba ni bao kwa faida ya Manakali. Bado yuko chini mchezaji Martin. Uangalizi wa madaktari unahitajika kwenda kutoa huduma zaidi. Kishika bendera, Valentin amekataa, sio bao, kusema kwamba amechezewa ndivyo sivyo. Golikipa Martin bado anapokea huduma kutoka kwa daktari wa timu, anaitwa Patlos Patrick. Dakika 10 tayari zimekatika kipindi hichi cha pili, bado matokeo ni 0-0 pande zote. Inafanyika sabu ya kwanza kwa Manakal kwenda kuchukua nafasi PTDs. Anawekwa nje mchezaji Super Duni
Nafasi yake anaichukua Petidis, lakini pia bado matibabu yanaendelea kutolewa kwa golikipa Martin baada ya kuonekana kwamba pata majeraha makubwa. Dakika zinaendelea kukatika huko matibabu yakiendelea kwa Martin, mlinzi wa nyavu wa S ya pili. Ubao wa sabu unapanda tena ikiwa ni sabu ya pili kwa Manakal. Anaingia mchezaji Pepe kwenda kuchukua nafasi ya mchezaji Isaya Rashid. Pepe tulimshuhudia akiwa kwenye kiwango bora ligi ya Kasako Cup round 4 wao dhidi ya Deo moja kati ya game nzuri sana kwake Pepe. Ngoja tuone katika dabi hii ya zone ya 4 dhidi ya watani wao wekundu wa Msimbazi nini atakwenda kukifanya. Pepe akiwa na uzi 20 mgongoni tayari ameinuka na yuko tayari kuendelea na mchezo. Martin anaicheza Charles Khalifa karera mauanja jaribu kufanya acrobatic malipo, anapoteza mali. Petidis mpira mrefu katika njia, kipara Wanaman fanya block na babatiza mpira na kurusha kwa faida ya wekundu wa Msimbazi kutoka zone ya 4 ya pili. Zakaria kipara Wanaman na urusha mpira mrefu unapita faida kwake Andre Munga Pirlo. Ni Andre Munga Pirlo anamwacha mtu tena, safari yake ni tamu. Andre Munga Pirlo jaribu kuweka hauta pass, haijamlipa. Jaribu kucheza pass kijiko, wengine wanaita pass Modric, haijamlipa. Anaanza Estash, cheza mpira mrefu kwake Seba, anaipenyeza kumtafuta Araboko Ramadan, anakaa vizuri. Simon Msuva password ya 6 anaweka mpira nje, ni mali ya kurusha kwa faida Manakali. Kwenda kucheza Seba, maamuzi akiongea na line 2 kwa kuendelea kuboresha zaidi katika harakati za kusimamia sheria 17. Mpira unakwenda zake nje, ni mali ya kurusha. Simon Msuva Amri Noka Pascal anjaza nyoka, free header. Petidis Andre Munga Pirlo unacheza mpira mrefu, anakataa jaribu kufanya acrobatic lakini haina madhara. Karera mauanja Zakaria Libobe kipara Wanaman wakapass kwa Andre Munga Pirlo, inafika kwake malipo Msamtu, anaiacha inakataliwa. Freddy funga Freddy tena na mali cheza na Petidis El Capitaine, inawekwa juu katika njia, anakataa Zakaria Libobe, anaweka juu tena malipo. Fred nacheza katika nafasi tena, mpira mzuri katika nafasi, ndio anajaribu kuicheza Petidis, ameikosa. Ubao wa sabu umepanda, anatoka nje mchezaji Bombo ambaye majeraha ndio amesababisha kwenda nje. Nafasi anakwenda kuichukua mchezaji Sapora, mpira unarushwa tena katika nafasi nzuri. Masiri Jamal waka cross utama, anakataa. Ives Yatozo Mwalimu anaupenyeza Sokolo Doto, nafasi nzuri tena. Masiri Jamal waka mpira wa chini ule, nafasi ya jioni. Malipo Musantu
anaucheza kwake Anto the OG, animinya vizuri Anto. Mwamuzi anamaliza dakika 90 za maangamizi katika dabi hii hapa ya zone ya 4 katika uwanja wa Bajuma. Mchezo umekamilika, matokeo yakiwa ni 0-0 pande zote. Ni safari ya kwenda kutafuta pointi 3 kwenye mchezo unaofuata, kila timu ikinufaika na pointi moja, si bao moja, pointi moja katika uwanja wa Elo ya 3. Naitwa Ishara Update na hii ni Kasako Media. Tukutane kwenye michezo ijayo. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.